Mgeukie jirani yako basi, mpe tabasamu, simnunie. Matatizo ulionayo sio yeye amekusababishia. Sasa unanuna nini? Mwambie jirani, o jirani, naomba nikukumbushe. Baba, tunalifungua neno lako, sema nasi, tuko tayari kusikia. Tuite kutoka katika dhambi na hila na mitego ya mwovu shetani, tuingize katika haki yako. Jioni ya leo wito utakapoitwa mahali hapa, mtu fulani apate ujasiri wa kukupa wewe Yesu maisha yake, kwa jina la Yesu, amen. Naomba nianze kwa kukukumbusha kwamba kinachomfanya mwanadamu kuwa hai ni mavumbi ya ardhi na pumzi ya Mungu. Tulisoma Mwanzo sura ya 2 tukiongelea uumbaji. Mwanzo sura ya 2 fungu la 7, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo ili mtu tuseme yuko hai ni mchanganyiko wa vitu viwili. Namba 1, mavumbi ya ardhi. Namba 2, pumzi ya Mungu. Mtu akiwa na hivi vitu viwili anakuwa mtu hai. Walionielewa waseme amina. Na thamani yote ya mwanadamu, wapendwa, iko kwenye pumzi ya Mungu ambayo ameiweka ndani yake. Ndio maana ile siku nikiongelea wababe waliojaribu na kushindwa, nikakwambia ya kwamba si lazima uwaheshimu watu kwa vile walivyo navyo au wasivyo navyo. Si lazima uwaheshimu kwa vyeo vyao. Ukishindwa kumheshimu mtu kwa chochote kile, mheshimu kwa pumzi ya Mungu iliyomo ndani yake. Hicho ndicho kinachonifanya mimi kuwa na thamani. Na ili uelewe hilo, tazama fungu la Mhubiri sura ya 9 fungu la 4. Biblia inasema kwa kuwa liko tumaini, kwa kuwa liko tumaini, kwa kuwa liko tumaini, kwa kuwa liko tumaini, kwa kuwa liko tumaini kwa yule aliyeambatana na wote walio hai. Maana ni afadhali mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Nyie, hivi mnajua tofauti kati ya mbwa na simba? Unaambiwa ni afadhali mbwa aliye hai kuliko simba aliyefanya nini? Huku watu wa Njombe hamwezi mkaelewa mambo ya simba. Tarehe 28 mwezi wa 2, miaka mingi sana iliyopita, nilioa mke. Tarehe 28 mwezi wa 2, Singo alikuwepo, Magomere ulikuwepo. Alikuwepo siku ninafunga ndoa. Miaka ni mingi imepita, lakini nilioa mke. Tarehe 28 mwezi wa ngapi jamani? Kuna mtu anajiuliza, pasa mbona usimwalizie mwaka tu, hayakuhusu. Lakini mimi nilioa. Na baada ya kufunga ndoa, katika moja ya sehemu tulizoenda kwa honeymoon na mke wangu ilikuwa ni Serengeti. Kule Serengeti kuna hoteli moja ya kitalii, imeweka camp pale, kwamba kama unataka sana kuconnect na nature, unataka sana kuconnect na uumbaji wa Mungu, toka mjini nenda ukakae Serengeti unapumzika. By the way, Singo, kuna rafiki yetu mmoja amenipigia simu ananiambia na yeye ana hoteli pale Serengeti. Anasema baada ya Njombe Net Event kazi kubwa, twende tukapumzike. Usiseme sikukwambia, hata yeye amesikia nimekwambia. Lakini baada ya hii story sijui kama utaenda. Maana sasa tumeenda na mke wangu Serengeti. Tumeingia Serengeti. Pale ndani ni katikati ya mbuga ya wanyama. Tunalala kwenye hema. Mke wangu kwa kweli hakuwa comfortable, maana hayo sio mambo yake. Yaani anajiuliza, baba, Dubai, Marekani, tuache kwenda kote huko, Maldives, Bali, tunakuja Serengeti kukaa na wanyama honeymoon. Mimi ni mtu wa nature, napenda vitu vya asili. Namwambia, mama, hapa ndio tunaona ukuu wa Mungu. Tunasikia ndege wanaimba. Sasa ni mke, tena mke mtii, tena ni mke wa mchungaji. Akaja na mimi, tumekaa pale mchana, ikaingia gari fulani ya watalii, wakashuka wazungu wawili, na wenyewe ni kama mme na mke au ni mtu wako kwenye mahusiano, sina uhakika, sikuwauliza. Yule mwanaume akaja ile sehemu ya chakula, akaniambia mimi ninaitwa fulani, akataja jina lake, halafu akaniambia I'm a man, I'm an American man. Yani ananiambia, ananitangazia mimi eti kwamba yeye ni mwanaume, tena ni mwanaume wa Kiamerika. Nikamwambia Mungu akubariki sana. Akaniuliza, unatamani kuona mnyama gani hapa? Nikaanza kutaja, natamani kuona twiga. Akasema safi sana. Nyati, safi sana. Nikamwambia rhino ni nini? Kifaru. Akasema safi sana. Tembo. Akasema safi. Nikasema simba. Akaniambia mimi hata nisipowaona wengine wote, nikamuona simba peke yake inatosha.
Hilo tukakubaliana, maana hata mimi Simba natamani kumuona. Akaendelea tena hatua ya pili, akaniambia I'm a man, I'm an American man. Mimi ni mwanaume, tena mwanaume wa Kimarekani. Nimenuia sitaondoka Serengeti bila kushika simba kwa mikono yangu. Mimi huwa nina allergy na wajinga, nikajua huyu na mimi hatuendani. Hatuna undugu. Umekuja hapa kushika simba. Bahati nzuri wale tour guide, wale wanaotutembeza, yule tour guide wake alipomsikia akasema huyu mjinga atakaa hapa na ataondoka bila kuona simba. Maana kama ajenda yake ni kushika simba, sitampeleka mahali simba walipo. Tukalala, asubuhi tukaamka, wakaingia kwenye gari yao, tukaingia kwenye gari yetu, tukakata mitaa ya Serengeti. Tuliporudi jioni, jamaa akaniuliza, "Oya, mumeona nini?" Sasa kwa sababu najua interest yake ni kuona simba, nikamwambia tumeona simba. Akasema kweli? Nikamwambia kweli. Picha nikamuonyesha. Akasema sisi bwana, bahati mbaya hatujaona simba, lakini mimi ni mwanaume wa Kimarekani, nimenuia sitaondoka Serengeti. Siwezi nikaingia kwenye jango la Afrika niondoke sijashika simba. Nikasema huyu mpumbavu huyu. Na nikawa najiuliza, yule tour guide wake amesikia ili aendelee kumkwepesha. Tukalala, tukaamka siku ya pili, tukajiandaa mimi na mke wangu, kumbuka tuko honeymoon, kwenye gari yetu, mzungu na mke wake kwenye gari yao. Wakakata mitaa, tukakata mitaa. Jioni tulipokutana, mwamba naona ameanza kubadilika sura, ameanza kuwa mwekundu. Ananiuliza, "Oya, mumeona nini?" Nikamwambia leo hatujakutana na simba tu, tumekutana na simba dume na simba jike. Akaanza kukasirika, akasema mimi tour guide wangu ni useless, ninaona tu pundamilia, swala, mimi nataka simba, mimi ni mwanaume wa Kimarekani, sitaondoka hapa bila kushika simba. Nikasema anaendelea na ujinga wake. Na akisema hivyo kwa kweli mimi najisikia kukatisha tu, hata uinjilisti sijisikii kuendelea nao tena. Maana mshika simba si siku zake zimehesabiwa huyu. Basi akaniambia, sasa nakuomba, kwa kuwa tour guide wenu ni mtaalamu, anajua simba walipo, na nyie mko wawili tu kwenye gari, na kuomba kesho mimi na mwenzangu tuingie kwenye gari lenu ili angalau. Nikamwambia, sasa sikiliza, bado siku unazo, usiwe na haraka, hebu tujitahidi kesho tuone, labda yatabahatisha, halafu vinginevyo tutaongea jioni. Tukaenda siku ya tatu. Wapendwa, tumerudi jioni, mzungu ameshakuwa mwekundu, anatoa matusi, hana furaha, anasema mimi huyu tour guide ni useless, simtaki, nataka tour guide mwingine. Akaniambia, sasa hata niulize, akaniambia usiniambie leo tena umeona simba. Mimi naye namtia makasiriko, namwambia leo sijaona simba, nimeona baba simba, nimeona mama simba, nimeona watoto simba, simba kila mahali simba. Namuonyesha picha, jamaa akakasirika, amenuna, akasema mimi ni mwanaume, ninataka nishike simba. Yule tour guide wake anasema akiendelea na huu ujinga ataondoka hajashika simba. Tukalala usiku. Tukiwa tumelala usiku kwenye mahema, wapendwa, nikasikia muungurumo wa kitu. Unajua kwenye maisha haya kuna vitu unavisikilizia masikioni na kuna vingine unavisikilizia tumboni. Hiki nilikisikilizia tumboni, simba ameunguruma. Nikatulia, nikashtuka, nikatulia. Sasa si ndio mume, tena mume mpya hapa, natakiwa ni mama hakika kwamba yuko na mwanaume ndani. Nikatulia. Baada ya dakika chache nikasikiliza muungurumo mkali kuliko ule wa kwanza. Simba. Mke wangu akashtuka, akaniuliza hicho ni nini? Sasa Bihene alishatuambia hata kama mko wawili hapo ndani na kitu kiko nje, umeulizwa swali. Nikamwambia bila shaka huyo ni simba. Akasema, Mungu wangu, Baraka, tunatafuta nini huku? Lakini tunatafuta nini huku jamani? Yaani kweli kabisa kukaa na wanyama. Nikamwambia, mama, huu sio wakati. Tukatulia kidogo. Baada ya muda kidogo tena jamaa likaunguruma kwa sauti kali zaidi. Simba ameunguruma mara ya tatu. Mimi ni mchungaji, nikaona mwisho umekaribia, nikamwambia, Bwana, mikononi mwako naiweka roho yangu, mavumbi kwa mavumbi, maana sinajua hapa sitazikwa. Rafiki yangu singo hata kuwepo anizike, nikaamua tu kujizika mwenyewe, mavumbi kwa mavumbi, majivu kwa kuwa imekupendeza mtumishi wako nilale, ruhusu nilale mikononi mwako. Alafu ninapoomba nasikia vitu vinapumua hapo nje ya hema. Nikajua tayari tumefikiwa. Nikiwa katika ombi, nikamsikia Marekani mshika simba analia, Mungu wangu tunakufa.
Mungu wangu tunakufa, tunakufa. Oh, mke wangu tunakufa. Hapo mke wake ndo anamwambia kaa kimya, shut up. Kidogo jamaa anaanza kulia. Alianza kulia kama mwanaume, alianza kulia na bezi. Muda unavyoenda nikawa najiuliza ni yeye analia au ni mke wake, maana huoni tofauti. Mwamba anapaza sauti, amepiga kelele. Na mimi nilivyoona analia nikajua hapa Simba wameamua kuanzia hema lile. Ombi likabadilika. Nikamwambia Mungu, hao Simba washibe huko huko. Wale washibe, wakifika hapa wasiwe na njaa. Mimi na Daniel tuwe kwenye ligi moja. Hata hivyo Mungu, nina utume kwa ajili yako. Njombe Net Event sijafanya. Simba wale huyo mtu na mke wake. Eti ni afadhali mbwa aliye hai kuliko simba aliyefanya nini? Fungu linachotaka kukwambia ya kwamba thamani ya kitu ni kwenye uhai wake. Thamani ya mtu ni kwenye uhai wake. Unajua, ukiwa hai una nafasi ya kubadilisha vitu. Ukiwa hai una nafasi ya kujiendeleza. Ukiwa hai una nafasi ya kurekebisha makosa. Ni afadhali mbwa koko aliye hai kuliko simba aliyekufa. Sasa mtu akifa ni nini? Mhubiri 12 fungu la 7. Nayo mavumbi kuirudia nchi. Yaani mtu akifa, mavumbi, huu mwili unarudia nchi kama alivyokuwa. Nayo roho humrudia aliyeitoa. Na Biblia inaposema roho humrudia aliyeitoa, roho sio kitu fulani ambacho kinapelekwa mbinguni. Ukitaka kujua roho ni nini, soma Ayubu sura ya 27 na fungu la 3. Biblia inasema, kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu, na roho ya Mungu i katika pua yangu. Anaposema roho humrudia muumba, anasema pumzi inatoka kwenye pua yako inamrudia muumba. Walionielewa waseme amina. Wazo hilo la roho kuwa pumzi linakubaliana na Zaburi 146 fungu la 3 na la 4. Msiwatumainie wakuu wala binadamu ambaye hakuna wokovu kwake. Sikiliza fungu la 4 la Zaburi 146. Pumzi yake mwanadamu hutoka, hurudia udongo wake, siku hiyo mawazo yake yanapotea. Kwa hiyo kufa ni pumzi kutoka na kumrudia muumba, na udongo ambao ni mwili kurudia mavumbi. Walionielewa waseme amina. Naomba nikukumbushe ya kwamba kifo ni halisi. Na by the way, pumzi inapotoka unabaki tu ni udongo. Udongo tu. Rafiki yangu mmoja, this was a good friend of ours, single. Jamaa yetu kabisa, mtu wa maana, mtu mzuri sana. Alifia nje ya nchi. Tukaenda airport kupokea mwili wake kwenye jeneza. Na pale juu ya jeneza nilisoma maneno ambayo yalinitafakarisha sana. Juu ya jeneza maneno yalikuwa yameandikwa, human remains, cargo has no value. Kwamba kilichomo humu ndani ni mabaki tu ya mwanadamu. Pumzi imeshatoka, na kwa sababu pumzi imetoka, mzigo huu hauna thamani yoyote. Thamani ya mwanadamu iko kwenye pumzi ya Mungu iliyomo ndani yako. Naomba nikukumbushe kwamba kifo ni halisi. Biblia iko wazi. Katika Mwanzo 2:17 Mungu alimwambia Adam, utakapokula tunda hakika utakufa. Mhubiri sura ya 3 fungu la 2, kuna wakati wa kuzaliwa na kuna wakati wa kufa. Mhubiri sura ya 9 fungu la 5, maana walio hai wanajua ya kwamba watafanya nini jamani? Watakufa. Kifo ni halisi, na jioni ya leo nimesimama hapa kukukumbusha ya kwamba kifo sio nadharia, kifo sio falsafa, kifo ni halisi. Walionielewa waseme amina. Ayubu sura ya 14
Fungu la kwanza na la pili, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Ndiye huchanua kama vile ua, kisha ukatwa, hukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Neno liko wazi ya kwamba mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi. Siku zako, siku zangu za kuishi ni chache sana, na hizo siku chache zimejaa taabu. Maisha ya mwanadamu ni kama msimu. Asubuhi jua linapochanua, ndivyo maisha ya mwanadamu yanachanua. Anapoongelea kuchanua, ukiwa kijana una nguvu, una afya kama dokta, unarukaruka, mazoezi, kujinyosha, wewe ni mwamba, unajiona uko hodari, umechanua kama ua. Lakini kidogo tu unanyauka kama ua linavyonyauka mchana likipigwa na jua. Ndiyo maisha yetu. Na kuna watu hapa wamenyauka na hawajui kwamba wamenyauka. Na huko hapa, halo, nilikuwa namchunga mama mmoja. Huyu mama anajipenda. Mnawajua wale wamama wanaojipenda? Sasa ni mama alafu ni mbibi, mtu mzima, lakini anajipenda. Muda wote amevaa tu high heels tu, yuko tu hapa anapambana tu. Amepiga magauni yake, amemachisha na mkoba, amemachisha na viatu, lakini jamani amenyauka. Na ukweli ni kwamba amefanya nini? Siku moja nikamwangalia, nikamhurumia, huyu mama mbona anajitesa? Akaniambia, we pastor usinione hivi. Akaniambia, pastor, enzi zangu nilikuwa mrembo mimi pastor, nilikuwa piskali. Na mimi namwangalia piskali, maana unajua Waha wana msemo kwamba ukimwona mama yako amezeeka unaweza ukasema baba hakujua kuchagua. Kumbe ni mwanadamu tu amenyauka jamani. Akaniambia, pastor, huamini nilikuwa mrembo? Akafungua pochi yake, akanitolea kapicha hivi ka black and white. Nikaangalia picha, kwa kweli kwenye picha binti aliyeko ni mrembo. Nikiangalia picha ninaona mrembo, nikimwangalia anayenionyesha picha hamna uhusiano, kwa sababu mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, nazo zimejaa taabu. Yeye huchanua kama ua, kisha unyauka, hukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe, kwa sababu kifo ni halisi. Fungu la 5 la Ayubu sura ya 14, Biblia inasema, kwa kuwa siku zake zimeamriwa, hesabu ya miezi yake unayo wewe, nawe umemwekea mipaka yake asiyoweza kuipita. Ayubu anasema kila mmoja wetu katika dunia hii ya dhambi kuna kampaka kamechorwa. Kama Yesu atachelewa kurudi, ukikafikia hako kampaka utakufa. Kila mwanadamu ana mpaka asiyoweza kuuvuka. Shida ya Waafrika ni kwamba hatuamini kwamba watu wanakufa hivi hivi. Kwa hiyo Afrika mtu akifa lazima kuna mkono wa mtu. Halo? Na wengine hata ni Wakristo, wacha Mungu, kwenye net event wapo, meza ya Bwana wanakula, akifiwa tu na ndugu tayari mama alirogwa, mama jirani walikuwa wamtazami vizuri. Sikiliza, ukiona mtu amelala usingizi wa mauti, ameufikia mpaka. Dada yetu Anita Irigo ambaye leo amelazwa kwenye mavumbi ya ardhi akiwa hapa Njombe anafanya kazi ya injili, aliufikia mpaka wake, na huo mpaka asingeweza kuuvuka. Usidanganyike ukifiwa, ndugu yenu ameuawa, ndugu yenu amefanya nini. Ndugu yako akifa, iwe ni kwa ajali, iwe ni kwa majangili, kwa namna yoyote ile, Biblia inasema huyo mtu hiyo siku alikuwa amefikia mpaka wake. Nilikuwa nafanya makambi mahali fulani, sitapataja hapa nchini. Tukasikia kwamba jirani pale kuna msiba. Kwa baada ya mahubiri jioni tukaenda kwenye msiba pale jirani. Tumefika pale tukakuta vurumai la milele. Dr. Magomero, unajua vurumai la milele? Vurumai Promax. Watu matusi yanaruka tu, yanatoka kushoto yanaenda kulia. Wewe si wa mama si wa baba. Sasa mimi nimesomea uchungaji. Ninachojua ni mafungu ya Biblia. Mambo ya kumfu, mambo ya ugomvi siyawezi. Kwa hiyo nikamwambia wazee wa kanisa, nendeni mkaangalia huko hali imekaaje. Mambo yakiwa shwari mtakuja kuniambia. Palipopoa nikaitwa msoma mafungu. Sasa maana mimi mambo ya ugomvi si mambo yangu.
Kufika pale sasa tunauliza jamani, shida ilikuwa nini? Wanasema yani mama yetu amefariki, halafu baba yetu mdogo asivyokuwa na aibu, yani amemloga mpaka amemuua mama bila aibu, anakuja kwenye msiba, asingeweza kukaa hapa. Wanawaka watoto mtu, na watoto mtu kiwatazama ni watu wazima. Najiuliza mama yao alikuwa na umri gani? Nawauliza jamani, mama alizaliwa mwaka gani? Wanaponiambia mwaka ambao mama yao amezaliwa, nikipiga hesabu mama amekufa akiwa na miaka 92. Lakini pamoja na miaka 92 bado wanaamini kwamba kuna mkono wa mtu. Sikilizeni, acheni imani za kishirikina. Kila mmoja wetu ana mpaka, na ukiufikia mpaka huo kwa namna yoyote ile, iwe ni usingizini, iwe ni kwa ugonjwa, iwe ni kwa ajali. Hata hivyo tulishasema sisi tunaomwamini Mungu, uchawi huko nje, lakini hakuna uchawi katika Israeli, wala hakuna uganga katika nyumba ya Yakobo. Wewe Mkristo unapofiwa na unaanza kusingizia wachawi, unachosema ni kwamba hao wachawi wana nguvu kuliko uweza wa Mungu. Kila mmoja wetu ana mpaka asiyoweza kuuvuka. Kifo ni halisi. Zaburi, Musa anaandika kwenye Zaburi sura ya 90, siku za miaka yetu ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu ni miaka 80. Na hapa anapoandika sio kwamba kila mmoja wetu ataishi miaka 70. Musa alikuwa ameshaanza kufikia utu uzima, ameshaanza kuona mwili unavyolemewa. Kwa hiyo yeye anatumia experience yake. Kifo akichukui tu wazee. Anasema miaka 70, ikiwa na nguvu miaka 80, na kiburi chake ni taabu na ubatili, maana chapita upesi tukatokomea mara. Sikia fungu la 12. Basi kwa kuwa kifo ni halisi tufanye nini? Zaburi sura ya 90 fungu la 12, Musa anatuambia kwa kuwa kifo ni halisi na mpaka umechorwa dawa, basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Kwa kuwa kifo ni halisi, na kifo hakikimbiwi, kifo hakina ujanja, kifo hakina elimu. Wewe cha kufanya, muombe Mungu akufundishe kujua namna ya kuzihesabu siku zako, ili hizo siku ulitimize kusudi la Mungu katika dunia hii, na zamu yako ikifika ulale ukiwa umefanya yale yote Mungu aliyokusudia ufanye. Kama umenielewa sema amina. Amina. Namba 1, kifo ni halisi. Namba 2, kifo hakijali wala hakiogopi mtu. Mimi nimekuja tu kukukumbusha, death is a non-respecter of persons. Kifo hakijali wala hakiogopi mtu. Biblia inasema katika Mhubiri sura ya 9 fungu la 1 mpaka la 3, na kwa ajili ya hayo yote nikatia moyo wangu katika kuyatafuta haya, ya kuwa wenye haki na wenye hekima pamoja na matendo yao yote wamo mikononi mwa Mungu, kwamba ni upendo au kwamba ni chuki, kwamba ni upendo au ni chuki mwanadamu hajui. Mambo yote yawapita sawa sawa, mambo yote yawatokea wote sawa sawa. Kuna tukio moja kwake mwenye haki na kwake asiye haki, kwa mtu mwema na kwa mtu mwovu, kwa mtu aliye safi na mtu asiye safi, kwake yeye atoaye kafara na kwake yeye asiyetoa kafara. Kama alivyo huyo mwema, ndivyo alivyo mwenye dhambi. Yeye apaye na yeye aogopaye kiapo wana tukio moja. Mhubiri 9 fungu la 3, Biblia inasema baa hilo ni katika mambo yote yanayofanyika chini ya jua, ya kuwa wote, wanadamu wote wanalo tukio moja. Naam, zaidi ya hayo, mioyo ya wanadamu imejaa maovu na wazimu umo mioyoni mwao wakati walipo hai, na baadaye huenda kwa wafu. Kifo hakiogopi mtu. Matajiri wanakufa na maskini nao wanafanya nini jamani? Wanaume tunakufa na wanawake mnafanya nini? Hata msiposema huo ndio ukweli. Kifo hakiji kikasema kwa kuwa huyu ni mwanamke basi ngoja nipite. Hakuna, unaenda chap kwa haraka. Vijana wanakufa, watoto wanakufa, wazee wanakufa, wenye degree wanakufa, na ambao hatukuingia darasani hata siku moja nao wanakufa. Kifo hakiogopi mtu. Na hapa ninachokisema ni kwamba ishi maisha ya unyenyekevu katika jina la Yesu. Maana kuna jambo moja linalotuhusu wote.
Kuna watu hapa tukibarikiwa kidogo tu hapa na wengine mnaniangalia kwenye kituo, kwa sababu umebarikiwa kidogo tu umeshapandisha mabega, umepanda bei, husalimiani na watu, unajiona wewe ni bora, wengine wote wako chini, wako nyuma. Ngoja nikwambie, kwenye kifo wewe uliyefanikiwa unakufa, na sisi ambao hatujafanikiwa tunakufa. Death is a non-respecter of persons. Kifo hakiogopi mtu. Acha kiburi, ondoa majivuno. Wewe ni nani? Wewe ni mtu wa muda kitambo tu, kisha unaondoka. Shusha vioo basi kidogo, salimia majirani. Haleluya. Nenda kwenye misiba, shiriki kwenye mambo ya kijamii. Wenzako wamejifungua katoto, nenda kawapongeze. Na kuna watu wana kiburi cha uzima, kwa sababu wanakuja kanisani wanadhani kwamba wao wako exempted, hawatakufa. Ondoa kiburi cha uzima. Wakristo wanakufa, na wasiomwamini Mungu nao wanafanya nini jamani? Wanakufa. Kwenye kifo mstari ni sawa. Halafu hapo fungu la 3 limesema moyo wa mwanadamu unakuwa na wazimu akiwa hai. Yaani badala ya kutumia uhai wako kumtukuza Mungu na kulitimiza kusudi la Mungu, unatumia uhai wako kufanya wenda wazimu. Mgeukie jirani yako, mtazame hivi, mwambie wewe jirani, wewe una wazimu wewe? Usimwangalie sana, mgeukie jirani mwingine, huyo atakupiga kofi. Huyo sio mwema sana. Mgeukie, mwambie jirani, o jirani, hivi una wazimu wewe? Kuna mama mmoja amemwambia mume wake, hivi una wazimu wewe? Wewe mama wewe, shauri lako. Badala ya kutumia uhai kuyatimiza makusudi ya Mungu, unatumia uhai ambao Mungu amekupatia kufanya wenda wazimu. Unajifanya chizi, na amina kwa huyo mtoto aliyeelewa, maana nyie watu wazima hamjaelewa. Unajifanya chizi. Wenzako wanaenda kanisani, wewe unaenda baa. Hivi una wazimu wewe? Wenzako wanaenda kwenye ibada, wewe unaenda night club. Una wazimu wewe? Wenzako wanakunywa maji kwa afya, wewe unakunywa pombe. Ninakuuliza, hivi una wazimu wewe? Wewe mwenyewe, wewe hapo, wewe ndio ulipata mke, ulikompata unajua wewe. Uliompanga nayo sisi hatujui. Wewe ndio ulimpanga dada wa watu, akapangika, akakubali umuoe. Wewe mwenyewe hapo, wewe unayenitazama. Wewe huyo ndio ukaenda kwenu, ukamtambulisha dada wa watu, wakamkubali. Ukaenda kwao, ukatambulishwa, ukamleta kanisani mbele za Mungu na mbele za watu, tukawaimbia, tukawaombea. Wewe hapo. Halafu sasa hivi uko kwenye magesti tu, unaruka na vidada vya chuo, unaruka na wake za watu. Hivi wewe una wazimu wewe? Biblia inasema, yani mwanadamu badala ya kutumia uhai wake kumtukuza Mungu, wazimu ndio umejaa kwenye moyo wa mwanadamu. Una mke na unarukaruka tu, gesti hii, gesti ile, loji ile. Wazimu umejaa moyo wa mwanadamu. Wewe hapo. Wewe una wazazi wamekuzaa, wamekulea, wamekusomesha. Wewe naongea na wewe hapo. Wamepambana, wamekopa, wameuza vitu. Sasa umemaliza chuo, umepata kazi, mambo yanakuendea vizuri, unajifanya uko bize. Huna muda wa kwenda kuwasalimia, hujui wamekulaje, wamelalaje, wamevaaje. Uko tu hapa Njombe unang'aa tu na mafuta ya parachichi, unang'aa tu. Wazazi wako una wazimu wewe? Wazimu uko moyoni mwa mwanadamu akiwa hai. Badala ya kutumia uhai wake kufanyika baraka, anatumia uhai wake kuleta maumivu kwa dunia hii. Mwisho wa wewe endelea tu kufanya wenda wazimu. Biblia inasema mwisho wa huo wazimu, Mhubiri 9 fungu la 3, unaenda kufa. Wewe ndio umebarikiwa na Mungu. Una biashara, una kazi, unapata faida, unalipwa mshahara, na unajua badala ya kurudisha zaka na utoe sadaka, unakula vyote. Hivi wewe ni mzima kweli wewe? Wewe ni mzima wewe? Hebu mgeukie jirani yako,
Mwambie jirani, o jirani, hivi una wazimu wewe? Tunakemea wazimu wote katika jina la Yesu. Ishi maisha yanayompendeza Mungu. Tumia uhai wako kufanyika baraka kwa dunia hii. Acha mambo ya wenda wazimu katika jina la Yesu. Vijana msidhani nimewasahau, ni vile tu muda unanipiga mkono. Nimeshaona hili somo itabidi liwe na sehemu ya pili. Hatutoboi leo Magomere. Ya kuwakumbusha ni mengi. Ndio tuko la pili, hatutoboi. Kesho itabidi tuendelee kukumbushana hapa. Vijana mko hapa. Mko hapa vijana. Mungu amewapatia nguvu, afya na akili. Badala mzitumie hizo nguvu kumtumikia na kumpendeza yeye, mnatumia hizo nguvu kumtukuza shetani. Usiku mzima huko tu unaangalia pornography, upo tu unaangalia tu movie za Wakorea, sha na za Biblia husomi, maombi ufanyi, huko tu unaangalia series Netflix, hii inatoka inaenda, hii episode hii, usiku mzima. Na ukichukua break unakachatisha kale kabebi kako, umelala bado. Kwani unafanya nini? Nakufikiria wewe. Na wewe na mimi nakufikiria wewe. Lala basi, basi. Haya, basi kata simu, kata wewe. Basi kata bwana, kata wewe. Mimi nasubiria wewe ukate. Sasa unasikiliza nini? Nasikiliza unavyopumua. Unapumua vizuri wewe. Hivi una wazimu wewe? Wewe una wazimu. Na usiku mzima huko hapo tu unasikiliza, napumua, unapumua. Kata. Biblia husomi. Maombi hufanyi, kanisani huendi, umealikwa net event unajifanya huko bize. Hivi wewe kijana wewe una wazimu wewe? Mhubiri 9:3 nasema mwanadamu aliyepewa uhai anatakiwa kuutumia uhai wake kumtukuza Mungu. Acha wenda wazimu katika jina la Yesu. Kuna wamama hapa wanajifanya wenda wazimu na nawaona kamama kakali. Rafiki yangu mmoja aliniambia single, "Pastor, inawezekanaje? Mimi kule ofisini ninafanya kazi na wazungu, Wahindi, Waarabu, wa China, tunafanya nao mikataba, biashara, tunaelewana. Inakuwaje mke wangu hanielewi? Yaani dunia nzima pastor inanielewa. Lakini mama, moja haikai, mbili haikai." Kwa hiyo mwamba kila siku anatafuta tu safari za nchi za mbali. Siku nyingine anamwambia, "Jamani, nimepata kikao cha dharura, mniletee tu nguo zangu airport." Tenga yote hiyo asionane na mama. Kama mama hapa kakali, kakorofi, kapo hapa kananitazama. Na sitaki kusema kwamba ni kafupi, lakini ni kakali. Kakituna humo ndani utafikiri nyau ameona mjusi. Kametuna tu. Kanaongea tu sauti zenyewe kama muuza mkaa. Kwa. Hivi we mama unawazimu we? Kuna wanawake wengine wanaombea ndoa. Badala ndoa yako imtukuze Mungu, muishi kwa furaha, muishi kwa amani. Mungu amewapatia uhai. Badala muutumie huo uhai kuonyesha utukufu wa Mungu, unakuwa mwenda wazimu. We, mgeukie huyo mama aliyekaa jirani yako. Mgeukie, mtazame usoni. Mwambie, "We dada wewe. We dada, acha wenda wazimu katika jina la Yesu." Mhubiri anasema kifo hakiogopi mtu. Kifo kinapita na wowote. Yaani unajua hili fungu lingesema basi wanakufa washiriki na wengine wachungaji tuko safi. Aise, ningehubiri kwa nguvu nyie. Ningekuwa nasema mnakufa nyie, mimi niko hai, ningewahubiria na mpaka mkajua mmehubiriwa. Lakini kwenye kifo washiriki wanakufa na wachungaji nao tunafanya nini jamani? Dawa ni kuyaweka maisha yako mikononi mwa Mungu. Huwezi ukatumia fedha yako, huwezi ukatumainia cheo chako, huwezi hata ukatumainia wito wako wa kichungaji. Kwenye swala la kifo wote tuko sawa. Naomba nikukumbushe ya kwamba kifo hakiogopi mtu. Jioni ya leo kuna mtu yuko hapa anasema, nimekuwa mwenda wazimu kwa muda mrefu. Badala ya kutumia uhai wangu kumrudishia Mungu utukufu, nimekuwa nikitumia uhai wangu kucheza na dhambi.
Badala ya kutumia uhai wangu kumtukuza Mungu kwenye ibada, kwenye maombi, kumtafuta Mungu, nimeutumia uhai wangu kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini leo nimekumbuka, na kwa jina la Yesu kuanzia sasa ninataka nitembee na Yesu wangu. Kama hilo ni ombi lako, kwa nini usisimame? Kwa nini usisimame? Kwa nini usisimame? Simama. Simama. Na huu wito wapendwa ni wito wetu wote. Maana nimeshawaambia kwenye kifo hamna mpagani, hakuna Mkristo, wote tunakufa. Wangekuwa wale ambao wako ndani ya Yesu hawafi, tungekuwa tunaishi na wakina nabii Yeremia hapa na wakina nabii Isaya. Lakini kwa sababu kwenye kifo wote tuko sawa, uko hapa unasema kuna namna ambayo uhai wangu haujatumika kwa utukufu wa Mungu. Kuna namna ambavyo sijafanya haki kutumia kile Mungu alichokiweka ndani yangu. Lakini kuanzia leo ninataka nianze upya. Umesimama, Mungu akubariki. Jioni ya leo ninauliza mtu mwingine. Uko hapa unasema mimi sijampa Yesu maisha yangu kwa njia ya ubatizo. Sijabatizwa ubatizo wa Biblia. Sijabatizwa ubatizo wa maji mengi. Sijaitunza sabato kama nilivyofundishwa jana. Amri 10 za Mungu nimezikanyaga na kutembea katika njia zangu na mapenzi yangu. Lakini leo kwa neema ya Mungu niko tayari kumpa Yesu maisha yangu, ili hata kama mwisho wangu ni leo, hata kama ninakufa leo, niwe nimeyaweka maisha yangu mikononi mwa Mungu. Yupo mtu wa namna hiyo? Kama yupo, kwa nini asipunge mkono? Uko hapa unampa Yesu maisha yako. Mungu akubariki pale nyuma. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Unampa Yesu maisha yako kwa njia ya ubatizo. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Watu 5,074 wamekwisha mpokea Yesu Kristo, na bado listi itaongezeka kwa utukufu wa Mungu. Haleluya. Watu wanasema tunatoka kwenye wenda wazimu, tunataka maisha yetu yamtukuze Mungu. Mang'ombe, unapoimba Pastor Singo atakuja hapa. Nyie mlioko kule vituoni, anzeni sasa kutoa wito. Iteni watu waje kwa Yesu. Jiungeni na wito huu mpaka tutakapoomba. Baada ya ombi, endeleeni kuongea na watu, endeleeni kuombea watu, endeleeni kuwaita watu kwa Yesu. Pastor Singo karibu. Pastor Singo karibu. Na jioni ya leo usiwe na haraka ya kuondoka. Tumewaambia tutakuwa na sherehe za baraka kila jioni baada ya mikutano. Tutakuwa na maombi hapa yasiyo ya kawaida. Tutaondoa wazimu katika mioyo ya watu. Tutakemea nguvu za pepo wachafu. Tutakutamkia baraka na mafanikio. Kwa hiyo usiwe na haraka ya kuondoka. Lakini wito unaitwa. Na mchungaji Singo sasa anaenda kuita watu waje kwa Yesu. Wachungaji, njoni hapa mbele, njoni hapa mbele. Watu wanasema tunampa Yesu maisha yetu. Tunatoka kwenye njia ya mauti, tunaingia katika njia ya Bwana, tulitimize kusudi la Bwana. Pastor karibu. Wapendwa, tembea. Wale ambao wanampa Yesu maisha yao, wanampa Yesu moyo wao, tembea. Ninaona wanakuja, watu wanakuja. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Naona mabinti wanakuja, naona vijana wanakuja kule vituoni. Tembea. Yesu anakuita, Yesu anakuita. Watu wanafanya maamuzi hapa Njombe, watu wanafanya maamuzi. Je, yuko mwingine? Yuko dada anakuja, tunasemaje kwa ajili yake? Jamani kanisa, tunasemaje kwa ajili yake? Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ninaona yuko rafiki anatembea, yuko rafiki anakuja. Bwana anaita watu, watu wanafanya maamuzi, Habari njema iliyoje. Rafiki, kama uko hapa karibu katika mitaa ya Njombe, chukua bodaboda, tunakusubiri. Kama unaisikia sauti, wale walioko pale saluni, wale walioko pale mafundi wa kushona, wale wanaosikia wito huu, pokea, kuja, njoo. Yesu anakuita. Kila mmoja amewekewa mpaka. Nani ajuaye ya kwamba mikutano hii imekuja hapa Njombe kwa ajili yako?
Nani ajuaye ya kwamba somo hili la kifo limekuja ili likuandae? Nani ajuaye? Nani ajuaye? Rafiki, tembea. Ukiona mmoja anaona hofu, mwambie twende kwa Yesu, mtie moyo. Kifo hapana pale, hawahesabu siku. Kuna mmoja anasema, mchungaji, sina uhakika kwamba niende ama nisubiri. Kuna mmoja anasema, mchungaji, sina hakika. Uhakika utaupata miguuni pa Yesu. Njoo. Hata kama huna hakika, you are not sure of what you are deciding. Huna uhakika wa kile unachokichagua, huna hakika. Hakika unaipata kwa Yesu. Tembea. Hivi karibuni tutaomba na mchungaji Baraka, tutamtangazia baraka. Asante sana binti. Yuko mwingine. Kuna mwingine anasema, sina hakika kama nyumbani nitakubaliwa. Asante sana mwinjilisti Negele, asante sana kwa kuleta watu kwa Yesu. Asante sana.